Jina mtu ndio lililo utawala wenyewe. Nje ya jina mtu kwa kuitwa, huyo sio mtu wala utawala wa mtu, ila ni jina lenye sura ya mtu, ni jina lenye sura ya muundo wa muonekano wa mtu, ila sio mtu. Na huyu ni Antigonyo. Ninazungumza kuhusu uwepo sehemu ya 4. Nje ya jina husika sio utawala wa jina hilo. Nje ya jina mtu, nje ya muundo wa muonekano wa jina mtu, huyo sio mtu, ila sura ya kufanana na mtu. Jina hilo ni jina lenye sura ya muundo wa muonekano wa mtu, ila jina hilo sio mtu, na kufanya milele yote mtu kubaki ni mmoja kwa kuitwa, mtu kubaki ni mmoja kwa kutawala. Jina lingine lolote nje ya jina mtu ni uzao wa mtu, ni sura ya kufanana na muundo wa muonekano wa mtu, ila sio mtu huyo. Sio utawala wa mtu, ila ni utawala wa kufanana na muundo wa muonekano wa sura ya mtu. Kwa hiyo popote pale ulipo, mtu ni mmoja tangu mwanzo hata sasa na siku zote. Jina lingine lolote nje ya jina mtu kwa muonekano wa muundo wake sio mtu wala utawala wa mtu. Sio mtu wala utawala wa mtu, ila ni sura tu ya mtu. Kwa kuwa kila kitu kina mpaka, kila kitu kinao mpaka.
kwamba akipita kwenye mpaka huu, huyu sio mtu. Akivuka mpaka fulani, huyo sio wa jina hilo. Ndio maana mtu ni ule muundo wa muonekano wake. Nje ya mpaka wa muundo wa muonekano wake, sio mtu. Ila sura ya muundo wa muonekano wa jina mtu. Ndio hata Mungu ana mpaka kwamba akizidisha mpaka ule, sio Mungu, unakuwa ni kingine. Kwa hiyo jina husika limetembea na mpaka wa muundo wake. Na kufanya jina husika, muundo wa jina husika kuwa ni moja tu. Katika uwepo wake milele yote. Ndio maana hata mtu ni mmoja tu, milele yote, kwani jina lolote nje ya jina mtu kwa kuitwa, wewe sio mtu, wewe sio utawala wa mtu, wewe ni sura ya muundo wa muonekano wa mtu. Wewe katika jina hilo ni jina lenye sura ya muundo wa muonekano wa mtu. Ndio mtu ni mmoja. Nje ya jina mtu, sio mtu wala utawala wa mtu. Sio mtu wala utawala wa mtu, bali sura ya utawala au muundo wa muonekano wa mtu. Ndivyo ilivyo hapo ulipo, kwamba jina lako, muundo wa muonekano wa jina lako ndio utawala wako, na nje ya muundo wa muonekano wa jina hilo, sio wewe wala sio utawala wako, ila ni sura ya muonekano wa muundo
wa jina lako, wa utawala wako, na kufanya jinsi ulivyo katika jina hilo au utawala huo kuwa ni mmoja milele yote. Hakuna mwingine aliye katika au aliye na utawala huo, bali sura ya utawala huo ndio ujue utawala wako na mpaka wake. Na kingine chochote hakitaingia kamwe katika utawala wako, wala wewe hautaingia katika utawala mwingine. Hautaingia katika mpaka usio wako. Hautavuka mpaka usio wako na kuvunja makubaliano na kuvunja agano la uwepo wako pamoja na pumziko lako, pamoja na sura iliyo ya kufanana au ya jina lako. Mpaka wa jina lako ni uwepo wa jina lako. Mpaka wa jina lako ni uwepo wa muundo wa muonekano wa jina lako, ambalo ndio wewe hapo popote pale ulipo katika jinsi hiyo. Ndio mpaka. Na mpaka huo wa jinsi ya jina la uwepo huo ulionao, muundo wa uwepo huo ulionao kwa jina hilo, kamwe hauvunjwi wala kuingiliwa, wala wewe kamwe hauvunji wala kuingia kwenye mpaka usio wako, kwani muundo wa muonekano wa mpaka wako ni wa milele, uko fixed, na kufanya kilichobaki kwako popote pale ulipo katika jinsi ya jina hilo, muundo wa jina lako, muundo wa muonekano wa jina hilo ni uwepo wako huo. Uwepo wako huo unatosha. Unachokifanya, unachokitenda, unachokifikiri, unachokiwaza, yaani jinsi ulivyo, hivyo vyovyote vile unatosha, kwani ndio utawala wako, na hakuna wa kuingilia mpaka wako, wala wewe hakuna mpaka utakaovunja, na kufanya daima ukaishi pamoja na pumziko lako, pamoja na sura ya jina lako. Uko pamoja na huyo mwingine, kwa kuwa wewe sio huyo, wala huyo sio wewe. Uko pamoja na chochote kingine chochote kwa jinsi ya jina lolote, kwa kuwa
wewe sio hicho, wala hicho sio wewe, ila cha kufanana na muundo wa mwonekano wako wewe, cha kufanana na muundo wa mwonekano wa utawala wako wewe, lakini sio utawala wake. Kwa hiyo haijalishi uko wapi, haijalishi unaonekana vipi, ila hapo ulipo haujavunja mpaka, wala mwingine hajavunja mpaka wa utawala wako, bali hapo ulipo upo kuishi na sura ya jina lako. Jina lolote kuishi na sura ya muundo wa mwonekano wako. Ndio kimaanisha kwamba popote pale ulipo, kuanzia sasa unaanza kuishi pamoja na pumziko lako. Utawala wako, jina lako linaanza kuishi pamoja na pumziko lako, kimaanisha sura ya kufanana na wewe, sura ya jina lako. Pokea pumziko la uwepo wako, pokea viungo vya uwepo wako, pokea mafanikio ya uwepo wako, pokea uponyaji wa uwepo wako, pokea utajiri wa uwepo wako, pokea elimu ya uwepo wako, pokea ndoa ya uwepo wako, pokea uwepo wa pumziko au wa sura ya muundo wa jina lako. Popote pale umepokea na umekuwa kwako, kwani chochote kile nje ya jina lako sio jina lako, sio utawala wako, wala wewe sio jina la huyo au hicho, wala wewe sio utawala wa huyo au hicho, ila huyo ni sura ya muundo wa jina lako, ni sura ya muundo wa utawala wako, nawe ni sura ya muundo wa jina lake, ni sura ya muundo wa utawala wake au jina lake. Na kwa jinsi hiyo kukufanya daima milele uwe wewe ni mmoja, ukiishi pamoja na wasura ya jina lako, na wasura ya kufanana na wewe, pamoja na pumziko lako. Uwepo wako unatosha kuishi na pumziko lako. Na kuanzia sasa hivi, popote pale ulipo, unaanza kuishi pamoja
na pumziko lako, pamoja na sura ya jina lako, na kufanya popote pale ulipo hautashindwa, bali utafanikiwa, kwa kuwa popote pale ulipo utakuwa pamoja na pumziko lako, pamoja na sura ya jina lako. Kama vile mlima usivyoliacha bonde lake, na bonde lisivyoacha mlima wake, na popote pale upo pamoja, ndivyo ilivyo wewe. Uwepo wako usivyoacha pumziko lako, wala pumziko lako lisivyokuacha katika uwepo wako. Umepokea uponyaji wa uwepo wako, umepokea mafanikio ya uwepo wako, umepokea ndoa ya uwepo wako, umepokea familia ya uwepo wako, umepokea uzao wa uwepo wako, yani ya jina hilo, ya muundo wa jina hilo ulilonalo, wa muundo wa utawala huo, wa ufalme huo ulionao, na sura ya jina lako, sura ya jina lako, sura ya muundo ulionao wa mwonekano wako wa jina lako lipo hapo na wewe sasa hivi, kukupumzisha, kukustarehesha, kukufanikisha, kukutajirisha, kukujengea, kukumalizia madeni, kukulipia madeni, kukuongezea wateja, kukufanya utembee, kuwa viungo vyako vipya, kuwa moyo wako mpya, kuwa figo zako mpya, kuwa seli zako mpya. Umepokea uwepo wa pumziko lako na limekuwa kwako hata sasa. Kwa hiyo nje ya jina mtu, kwa kuitwa kwako wewe sio mtu, na huyatendi yaliyo ya mtu, bali ya sura ya muundo wa kufanana na mtu. Wala mtu hayatendi yaliyo yako, bali huyatenda yaliyo ya sura ya kufanana na muundo wa jina lako. Kwa hiyo popote pale ulipo, kwa uwepo wako huo upo unatawala pamoja na pumziko lako, kwa kuwa chochote kile, yeyote yule nje na jina lako, sio jina lako wewe, sio wewe, sio utawala wako, bali ni sura ya utawala wako, ikimaanisha ni pumziko la utawala wako, nacho hakihesabiwi kwenye utawala wako, bali kinahesabiwa kikiwa ni sura, pumziko, msaidizi wa utawala wako, yani jina lako hilo.
Basi leo hii inaishia katika sehemu hii ya 4. Usikose sehemu zinazofuata. Kitazama katika kurasa wa YouTube kwa jina la Andy Gunyu. Umepokea uwepo wa pumziko lako popote pale ulipo. Umepokea ushuhuda wa uwepo wako, uwepo wa ushuhuda wako wa kila chochote kinachotendeka, kinachofanyika, kinachokutokea sasa hivi hapo ulipo. Mtu, jina mtu ndio ulioutawala wenyewe, na nje ya jina mtu sio mtu, bali ni sura ya mtu. Sio utawala wa mtu, bali ni sura ya muundo wa muonekano wa utawala wa mtu, ikimaanisha msaidizi au pumziko la mtu. Kwa hiyo popote pale ulipo katika jinsi ya jina lingine nje ya mtu, wewe sio mtu. Popote pale chochote kile kilipo nje ya jina lako ulilo nalo, sio jina lako, sio wewe, ila ni sura ya jina lako, ni sura ya utawala wako, kimaanisha ni pumziko lako, na kufanya chochote kile kilichokuzunguka sasa kinakuwa ni pumziko la uwepo wako, ni uwepo wa pumziko lako, na umepokea na limekuwa kwako.